this is your boy again today guys. Tuta discuss kuhusiana na hii playbook setup ambayo inajulikana kama the fade impulse ama the baba. Shanifahamu ni type of playbook setup ambayo ni very simple and easy to understand. So nachokizungumza kwamba tayari ukishakuziangalia zile criteria zote ambazo za kukufanya wewe uchukue hizi playbook setups, ushafuata zile identify market structure, identify bias na kila kitu mpaka ukaja kutaka kufika kwenye kipengele cha timing and execution. Katika timing and execution, wakati kuna key levels ambazo ni area of values pamoja na ambazo ni support na resistance, ukitry to watch the market kwenye 4 hours time frame, unaona kabisa kwamba market ilirudi alafu ikapush to the upside. It means kuna bullish bias. Bullish bias nini maana? Bullish bias ni safari ya wakati ya muda mfupi kuelekea ile who is in control on the market. This is what I'm talking about. I hope so you understand. So katika hii bullish bias tayari tunatafuta setup za kubuy, na ukiangalia kwenye smallest time frame ambayo ni 30 minutes, 4 hours ama 1 hour ama 5 minutes, unaona kabisa kwamba hizi bullish bias ni zimekuwa overextended. Lakini ukiangalia kwenye kumark zile area of values ambayo katika highest time frame ukiweka resistance on this area, tunaona kwamba range inaformiwa between positive candle and negative. Kwa hapa pana range, na sifa ya time frame kubwa zinatupa the overall movement ya hizi candle wapi zinapoelekea. Sasa now we understand kwamba market ina push to the upside, na sifa ya time frame kubwa zinatuonesha where is the next destination. Ukiangalia hii candle, imagine ndo kwanza inafunguka, then ina push to the upside slowly. Itapokuwa filled in this area, this is the area we anticipating kwamba kwenye smallest time frame huenda ikatokezea nini, the playbook setup ambayo inajulikana kama the fade. Shanifahamu, ambayo inayoitwa kama the fade. So wakati market ina bullish bias, ambayo hii candle opening ya 4 hours candle inaenda kupush kwenda kufill hii range, ukishuka kwenye time frame ndogo unaona kabisa kwamba market ilikuwa ina drive, ambapo ilipokuwa ina drive unaziona candle kila zikienda juu zina body inazidi kuwa ndogo, maana yake ina indicate exhaustion, au sivyo? Wakati ambapo candles zina indicate exhaustion, na unaona unakuta sometimes unaweza kukuta breakout kwenye smallest time frame, hali ya kuwa unaona kabisa kwamba unaona kabisa kwamba hii 4 hours tayari isha fill range pap, alafu unakuta breakout kwenye smallest time frame. Una anticipate kwamba market inaweza ikaendelea kudrive. Most of the time breakout za aina hii inakuwa ni failure, kwa sababu hapa tuna anticipate kwamba fade it take place. Kivipi? Kwamba hizi candle kila zikienda juu zinakuwa zinakosha body yake, inakuwa zinazidi kuwa ndogo. Tuna anticipate kwamba hii candle hii hapa sasa hivi ndio inafunguka baada ya let's say tuseme baada hiyo breakout, au sio? Inafunguka inataka kupush take juu, si ndio? Na most of the time inafunguka bila bottom wick, inaweza ikapush kwanza to the upside, Shanifahamu. Wakati huku tayari 4 hours unaona tayari isha fill this range, ishatupa destination, na time frame kubwa ikisha kufill zile range, manake hizi tunaziita area of uncertainty, yani area ambazo yani unpredictable, kwamba hatuwezi kujua kwamba either ita drive tena ama itarudi, lakini most of the time inarudi, ambapo tunaona candle imefunga bila bottom, inafunguka bila bottom on smallest time frame, ina drive kwenda juu. Wakati ina drive kwenda juu, wewe anticipate kwamba itengeneze ije chini kidogo, itengeneze bottom wick. Ikisha kutengeneza bottom wick, i drive tena juu, iache wick ya ina hii. What I'm saying is wick hii
Hii ni playbook setups ambayo inatradiwa kwa candle moja, hiyo confirmation hiyo ni candle ambayo tunachukulia trade. So wakati ilibai kidogo ikaja ikatengeneza ikasell ikatengeneza bottom wick, iache i double tap i turn green mara mbili, manake 1 green 2 green, imeshindwa kwenda zake juu, it means entry yako utaiweka at this area and stop loss utaiweka tight kidogo, sababu it's very risky trade, it is very risky trade. So unaweza ukaiwekea kwa hata hapa kidogo, i breathe kidogo, is depend on risk. So wakati inakuja tena pending order yako ikiguswa, we anticipating market to drop aggressively. I think hii mmesha kuiona sana katika hizo trading. Utamkuta mtu labda ana hold trade kwa kuwa kuna bias ya kubuy, labda tuseme let's say here hapa ndo kulikuwa na support, ime drive vizuri, alafu hafla tu wakati inafanya breakout ikafail, ikaja drive massive drive, alafu akawa hajui imetokea kwa sababu gani. Kumbe akidive kwenye highest time frame anaona kwamba range imeshakuwa filled. Ikishakuwa filled ndio tunakasema kwamba highest time frame ikishakuwa filled tayari ina produce kitu kinaitwa uncertainty, something like that, I know you understand. So inakuja inadondoka, unaweza kuikuta iko kama hivi imerudi. So hii movement, hii big move ambayo lo miss ni hii pullback ya hii after filling this range. This is the fade, be careful.